Na napenda nianze na kitu kimoja cha msingi sana uweze kukijua kwenye maisha. Ukisoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya 37 tunajifunza kitu ambacho natamani kiwe ndio sehemu ya kwanza ya kuweza kujifunza siku ya leo ili kuweza kujua. Mwanzo 37 mstari wa 3. Biblia inatuambia kwamba Yakobo alipata mtoto uzeeni ambao unajua watoto uzeeni wanasumbua sana. Haleluya. Huyo mtoto uzeeni alikuwa anaitwa Yusufu. Sasa kitu cha ajabu, moyo wa Yakobo, mara nyingi baba anampenda mtoto wake wa kwanza hasa akiwa wa kiume kwa kimila za jamii nyingi. Ingawa siku hizi mambo yamebadilika. Anaweza kuwa wa kiume akawa ndo madudu kwa sababu watu wanaona mengi. Anapata mke, anafukuza mpaka wazazi. Lakini katika hali ya kawaida inategemewa kwamba mzazi atampenda mtoto wake mkubwa, awe wa kike au wa kiume. Lakini cha ajabu, Biblia katika kitabu cha Mwanzo 37 mstari wa 3 inaonekana Yakobo alimpenda mtoto wa mwisho ambaye ndio alikuwa mtoto wa uzeeni ambaye alikuwa anaitwa Yusufu. Unajua watu wakisikia historia ya Yusufu wanashangaa, wanaona kama vile ni muujiza. Kumbe Yusufu alibarikiwa na baba yake. Ndio maana katika kanisa hili nilikwambia, yani piga huwa kama ukizila au ukigombana na wazazi wako, nenda kapige magoti. Ndio nisamehe ama nisamehe. Usigombane na mama yako. Wazazi wako Mungu amewapa watu pekee ambao wanaweza kukubariki au kukulani dunia hii ni wazazi wako. Haiwezekani ukagombana na wazazi wako ukafanikiwa katika dunia hii. Utapoteza muda hata uende kanisa la mbinguni. Forget about it. Utasikia kwenye redio. Kwa kama kuna watu unapaswa upatane nao ni mzazi wako. Whether amdumana wengine wanaenda mpaka makaburini. Mungu ifanyike agano. Na tumu kwa mzee. Nilimuudhi katika jina langu. Nilimfanyia mambo mabaya. Kwa sababu Mungu ametoa ahadi ya maisha mazuri na marefu kupitia wazazi. Na ndio maana ukiwa na mtoto toka tumboni unaanza kumbariki. Mungu akulinde. Kwa Yakobo akambariki Yusufu toka mdogo, akamshonea kanzu ndefu. Sasa Biblia hii tafsiri kwa kumfanyia kazi ndefu, lakini katika tafsiri kwa inasema alimtengenezea kanzu ndefu yenye rangi nyingi. Bwana Yesu asifiwe. A coat of many colors. Maana yake nini? Alimtengenezea kanzu ya vazi, na yale mavazi ndani yake kulikuwa na mavazi ya rangi tofauti. Kwa tu katika somo la mavazi. Na leo tunaongea kuhusu vazi la utukufu, lakini nitaenda kuangalia rangi moja katika vazi la Yusufu ambayo ilikuwa kubwa. Ukiangalia nguo niliyovaa leo nina rangi mbalimbali, lakini rangi kuna ni mbili. Moja ni rangi kama ya zambarau, nyingine ni rangi kama nyeupe. Lakini leo naongelea rangi ya zambarau. Ni rangi ya kibali. Kwa leo tutaongea kuhusu vazi la kibali. Amen. Vazi la kibali. Mpendwa katika Bwana, nikiita watu wawili hapa kwa macho ya kawaida tu, nikimwangalia wa kwanza, wa pili, najua huyu ana kibali, huyu ana kibali. Na mwenyewe unajijua. Kwa sababu mtu ambaye hana kibali kwanza anakuwa mwoga. Mbili, hana ujasiri hata kama ameokoka. Ni mtu ambaye ni mjinga tu kwa sababu hana ujasiri wote. Lakini mtu mwenye kibali anajielewa. Hana mashaka. Kwa sababu umekamilishwa katika pendo. Sasa twende taratibu. Kwa somo leo tunaangalia kuhusu kibali. Sasa nataka nikufundishe unawezaje kama unajijua una kibali. Maisha yamekuwa, ngoja nikwambie. Unaweza kupata ajali watu 20 akapona mmoja mwenye kibali. Mnaweza kufukuzwa watu 10 akapona mmoja mwenye kibali. Mnaweza kuingizwa jela wote. Hapa nikwambie, nakumbuka 2020 tumeingizwa jela wote. Lakini Mungu akanipa kibali nikatolewa. Nataka nikwambie tu kibali, usije ukafanya mchezo na mtu mwenye kibali. Kwa sababu ukiamua jambo, juzi tulikuwa tunataka kujenga kitu hapo kwa ajili ya watoto. Tumehangaika, baadaye tukawa na uchungaji, tukasema sasa inabidi tufungue hapa. Tuna
tuanze hapo. Kwa tunamaliza, tumeshaanza. Wiki ijayo kutakuwa na TV pale, kutakuwa na vitu vya watoto. Swala linakuja, unapata wapi hela? Ukishakuwa na kibali, ukamwambia baba, unashangaa watu wanakuletea. Lakini ukiwa una kibali, utapanga mipango mwaka wote ya kujenga nyumba hata tofali moja upate. Kwa kama kuna kitu unakihitaji kwenye maisha tunaishi dunia hii, ni roho ya kibali. Mpendwa katika Bwana, ukiwa na roho ya kimavi, Waswahili kule Dar es Salaam na Pwani wanaitwa roho ya kimavi. Na ndio maana wakiwa wanafanya biashara maduka matatu, wanapomwona mmoja wao anafanikiwa sana, wanaenda kwa mganga. Mganga anachokifanya ni kutafuta roho ya kimavi. Anampiga yule, alafu kile kibali kinanyang'ana kinawekwa kwako. Kwa yule mwingine ambaye anataka. Kwa sababu ukishakuwa na roho ya kimavi, watu wakikuona unakuwa unanuka. Uchaanza hata kuongea na usije ukaomba ukapata roho ya kimavi kwa mke wako au kwa mume wako nyumbani. Ni hatari. Waweza kuwa unamsalimia, yeye kana umemtukana. Waweza kuwa unaanza kuongea tu hata neno hujamaliza umeshapigwa shoti. Mungu akupe neema. Kwa kama kuna kitu unakihitaji kwenye maisha, ni roho ya nini? Kama unafanya kazi ofisini, ukikosa kibali, naomba nikwambie maisha ni magumu. Mama mmoja Iringa alinipigia simu. Chungaji ofisini kumekuwa moto. Bosi akifika asubuhi kwanza akiniangalia na nifyonya. Bwana Yesu asifiwe. Alafu anaenda kukaa ofisini. Alafu toka asubuhi mpaka jioni anaona kama ameonana na mpita tu. Naye anapita na anafanya kazi mzuri, sio kama ana uwezo mkubwa, lakini amekosa kibali. Roho ya kibali, ukiwa unafanya biashara, wateja watakunywa supu hiyo hiyo uliyopika wewe, na akaja mwingine ambaye hana kibali, watamtukana matusi, wakwambia supu haijaivaa. Lakini ukiwa na kibali, unaweza kupika hata wale mkate, wanasema aisee, wale walio mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu una nini? Kibali ni manukato mazuri. Ukitaka kunielewa vizuri, kana mtu ambaye ananuka kikwapa, alafu kana mtu ambaye ananukia perfume, sio perfume za perfume. Unaelewa perfume? Kama ujui shauri yako, katafuta. Sio ya shilingi, perfume za sasa 300, unasikia perfume shilingi 5000. Siku moja Mungu atakupa neema na utapata katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa kuna tofauti. Mtu ukiona anuka mdomo, akianza kuongea tu, utabidi umsikilize tu kwa kumvumilia. Lakini anakosa kibali. Kwa sababu hiyo ni katika ulimwengu wa mwili. Kwa mtu ambaye hana kibali, ndio anaweza kuwa amevaa nguo nzuri, amepigwa na mswaki, amepiga na perfume, lakini ukimwangalia tu unasikia moyo unakataa. Na watu wako aina wengi amekosa kitu kinaitwa nini? Kibali. Tulikuwa na mzee pale, tumehangaika, tumesema hospitali, tunaona kijana hapa anampeleka mara kwa mara. Siku ya pili tu mtuko wamegoma wote. Nikamwambia Joseph, sisi tuna kibali. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwenye kibali hata ukimpeleka chooni itapigwa hisi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwenye kibali hata ukimpeleka shambani mazao yataota, mvua itanyesha siku. Kwa sababu ana nini? Na usije ukaomba Mungu kae na mtu ambaye ana kibali ndani ya nyumba yako. Kila kitu kitabuka. Kila kitu kitasambaratika. Hata kama ulikuwa unaanza biashara, usije ukaajiri mtu ambaye ana kibali. Atakuharibia tu. Mtu ambaye hana kibali ni mtu ambaye ni wahovyo. Kwa mzee wamekwenda hospitali, nikamwambia ongea na manesi. Akapewa mzee tumhudumie. Bwana Yesu asifiwe. Wakaniambia tunamtoa hospitali ya rufaa tunampeleka hospitali ya nani? Ya Benjamin Mkapa. Nikamwambia sasa tunafanyaje Joseph? Nikasema huyo anatupa kibali hapa, kule anatupa kibali zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Wakamwambia mzee kaa wiki 3 njoo tukufanyia operation ya milioni 1.2 bure. Ninaita roho ya hakuna kitu kinachokuwa na thamani kubwa duniani kama kuna jambo unatakiwa muombe Mungu usiku na mchana, atakuja kanisani hapa. Bora uwahi saa 2 kamili. Piga magoti, Baba naomba kibali. Unajua kabisa una maana. Kuna watu wanajijua, bado hujijui. Wakila ukienda sehemu ni mambo ovyo. Ukiolewa ni ovyo, ukioa ni ovyo. Ukienda kazini ni ovyo, ukae hata siku 3 watu wanakuchukia. Lazima una kibali. Kwa kama kuna jambo la kumlilia Mungu, Baba naomba. Uzuri Mungu ni mwema. Tuna taratibu sasa. Kibali kitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Kibali ni kupewa neema ya kushughulikiwa tofauti na watu wengine.
Unaweza kuwa mstari umepanga watu 30. Alafu nakwambia wewe njoo. Alafu unashughulikiwa. Wengine wanaenda kupiga mstari. Kwa sababu ya nini? Kibali. Sasa hicho ni kibali cha kibinadamu. Tatizo la kibali cha kibinadamu ni moja. Mwanadamu akikupa kibali, anataka umlipe faida. Nenda kaulize mabinti. Anapewa chakula cha jioni. Alafu chamana mwambie leo tunaenda kukaa nyumbani kwao. Ukalipia chakula ulichokula. Mwanadamu akikupa kibali lazima utalipia. Mwanadamu hawezi kukupa kibali bure, hayupo. Na ndio maana usikubali kibali cha wanadamu. Kuna sehemu nilikuwa na mtu mmoja alikuja akaniambia nimetoka leo kwenye sehemu kwenye mkutano. Yuko hospitali serikali za mitaa. Nimetoka kwenye mkutano, aisee nimeongea vitu pale. Watu wamenikubali sana. Nikamwambia brother, hao waliokubali kesho watakufanya nini? Kwa sababu mwanadamu hajaumbwa kutoa kibali bure. Kama ni kibali, muombe nani akupe kibali? Mungu hana iana, akikupa na kuachilia, kwa sababu Yesu maskini. Mwanadamu ana mipaka. Ukiona amekukaribisha chakula mbuzi choma, utakuta na kuangalia unapokata sana. Uje kuwa na kitu hicho. Unakaribishwa njoo kula chakula, unaanza kupakua, mtu anaangalia kile unapopakua mpaka unaogopa, inabidi upakue kidogo. Kwa sababu mwanadamu akikupa kibali, anakuwa na kitu ndani. Ndivyo alivyoumbwa. Lakini Mungu akikupa kibali, kinakuwa cha kudumu. Lakini sikiliza kwa makini. Mungu anakupa kibali kupitia wanadamu. Tusome kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 52. Luka sura ya 2 mstari wa 52. Maandiko yanasema, na Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Alipata kibali kwa Mungu na wanadamu. Kibali ni kumpendeza mtu. Mtu anatamani uwe naye tu karibu. Anatamani tu ongee. Anatamani tu akusikilize kwa sababu umepata kibali. Kwa lazima upate kibali kwa watu wangapi? Kwa Mungu na kwa sababu Mungu ashuki kutoka mbinguni. Mungu anatumia watu wanaoishi nao. Sasa tutaangalia unawezaje kupata kibali. Lakini kumbuka, kibali ni ahadi yako. Sema kibali ni ahadi yangu. Sema mimi sio laana. Mimi ni wa kibali. Roho yote kimavi ndani yangu, toka kwa jina la Yesu. Ninakataa kuwa mtu kukataliwa. Ninapokea neema kupitia ibada hii kuwa mtu kukubaliwa. Kila aina kukataliwa ninafuta leo kwa damu ya Yesu. Kibali ni urithi wako. Kwa nini? Tuangalie kitabu cha Zaburi sura ya 5 mstari wa 12. Zaburi sura ya 5 mstari wa 12. Mungu atambariki mwenye haki. Mungu atamzingira na kibali kama ulinzi. Ulinzi wa Mkristo ni kibali. Kwa nini tunasema Mungu atambariki mwenye haki? Wewe huna haki, lakini Biblia inasema wote waliompokea aliwafanya kuwa watoto wa nani? Kwa wewe ni mtoto wa nani? Kwa kama ni mtoto wa Mungu, baba yako ndio anatoa vibali, wewe pia una nini? Ila shetani anakudanganya. Anakwambia wewe hamna kitu hapo. Naomba nikwambie wewe sio mbegu ya kawaida. Ngoja nikupe mfano mzuri. Ukichukua mahindi ukayatupa barabarani hapo nje, baada ya siku 10 kuna mbegu zitaota, nyingine zitafanya nini? Wewe sio mbegu ya kufa katika jina la Yesu. Wewe ni mbegu ya kuota na kuwa mti mkubwa kwa utukufu wa Mungu. Haleluya, katika jina la Yesu. Kaa tayari leo kupitia ibada. Inatamani upokee neno la uzima, alafu libadilishe maisha yako, likupe kibali kuanzia leo na kuanzia mwezi huu. Mungu akupe neema. Unafika Desemba unasema nimemwona Mungu wa kibali katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mpendo katika Bwana, kibali kinatoka kwa Mungu. Mwanadamu anaweza kuonyesha wema, lakini kwa sababu Mungu amemwambia. Mtu mmoja alinipigia simu juzi, mchungaji, nimefukuzwa shule, sina namna, naomba nisaidie ada. Ni mtu si namjua lakini sio sana, nisaidie, nimekwama. Kabla kaka, bahati mbaya ni moja, sio kwamba sina hela, sijapewa kibali cha kutoa hela.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa msore. Pambana. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu hajatoa kibali, hakuna mwanadamu anaweza kusaidia. Hakuna mwanadamu. Unaweza kwenda hata ndugu yako kabisa ana uwezo, ana pesa zote duniani, unaweza kuzijua. Alafu unaenda na kutukana. Hakuna kibali. Naomba nikwambie, kama kuna mtu wa kuomba kibali ni Mungu. Usimwombe mwanadamu. Ukimwomba Mungu ataongea na nani? Mwanadamu. Sio mwanadamu. Mwanadamu ni mtumishi tu, ila Mungu anapitia wanadamu kwa ajili ya kukupa kibali wewe, katika jina la Yesu. Kuanzia wiki hii ninaona Mungu akupa kibali katika shughuli zako kwa jina la Yesu. Ile biashara iliyokoma kwa muda mrefu, Mungu anaenda kuifungua leo kwa jina la Yesu. Roho yoyote ya kizuizi iliyokuwa imezuia, tunaivunja kwa ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu inaonena mema, itaenda kufungua milango iliyofungwa katika jina la Yesu. Kwa maana kibali kinatoka kwa Bwana. Kitabu cha Warumi ile sura ya 9 mstari wa 15 mpaka 16 inasema, 9:15 mpaka 16 anasema, Mungu anaongea, anasema nitakuwa na rehema kwa yeye nimrehemuye, nitakuwa na huruma kwa yeye nimhurumiaye. Mpendwa katika Bwana, anayerehemu, anayetoa kibali sio mwanadamu. Nuhu alikuwa pamoja na watu wengine duniani, lakini Biblia inasema Nuhu akapata kibali kwa Bwana na akafanya mambo makubwa kuliko unaweza kufanya katika jina la Yesu. Haleluya. Ninaona Mungu akupa kibali cha mipenyo wiki hii katika jina la Yesu. Na unapoitikia ameni ya nguvu, ndivyo itakapotokea kama Bwana kuishi katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie, nimekwambia nikiwaita watu wawili hapa, huyu hapa na huyu hapa. Nikimwangalia wa kwanza na juu ana kibali. Haendi bado. Hata umpe mtaji wa milioni 1 leo, baada ya miezi 3 anakuja kuomba msaada. Lakini ukimwangalia mwenye kibali, unajua huyu hata ukimpa shilingi 100,000, shilingi 50,000, baada ya miezi 3 atakuwa amejenga mtaji wa milioni 10. Kwa sababu ya kibali. Watu ni wale wale, lakini mmoja na kibali cha Mungu, mwingine hana. Sijajua katika kundi gani. Unajijua. Kwa sababu maisha yako huwezi kusema ni tofauti na mwingine. Unajua mapambano aliyopata baba yako, aliyopata mama yako, unajua. Hizo roho hazitofautiani. Zinakwenda. Unajua nini umepitia mpaka leo. Haleluya. Cha kwanza, mtu ambaye hana kibali ni mtu ambaye anapambana sana. Unashangaa anatoa jasho sana, lakini hakuna matokeo. Anahangaika. Sio kwamba ni mzembe, sio kwamba analala vibaya. Ni mtu anapambana kweli. Yaani ukimwangalia mpaka unamwonea huruma, lakini hamna cha kuonyesha. Miaka inakwenda, mapambano yanaendelea, analima mashamba kila siku. Mara amekuja nyuki, mara amekuja wadudu, wamekuja sijui nini, sijui alichukua mbegu mbovu, story tu za kituko tu. Ameanzisha biashara, mara walikuja wezi wakaiba. Ameanzisha kazi na shaka mara imetokea. Yaani kila kitu ni story tu. Mtu huyo hata umpe mbegu ya kulima, ukamlimia 50, hata kwambia brother, hizi hapa mtaji wako, ukatia na mbolea, ukaita na wafanyakazi. Baada ya kuvuna, kumbuka mmoja Morogoro. Hivyo ana kibali na akawa mbishi. Nikamwambia brother, haya mambo yanahitaji maombi kaka. Haya mambo twende hivi, labda uende kwa mganga kienyeji utapata kwa muda, lakini shetani lazima mtumikie pia. Akaniambia bwana, mimi nisikize, mimi nimeshapata mpango. Amepata pensheni yake, akaenda kulima eka 100 za mpunga. Akalima vizuri, mpunga ukanawili. Mwaka ulikuwa na mpunga mzuri sana. Akavuna, akaupeleka ghalani. Akaniambia, Sako, aisee, mimi nilikwambia ni juhudi tu. Yaani ukifanya kazi kwa bidii lazima mambo yajibu. Mimi si nilikwambia. Wewe unaongea Mungu nini? Kaambia hamna tatizo brother. Baada ya miezi 3 nilikutana analia. Nini? Bwana, niliweka mzigo ghalani. Na nikamweka mlinzi ni polisi. Yaani nilikuwa nahusiana na polisi. Alafu nilipokuja siku moja baada ya miezi kuleta wateja kwa ajili ya kununua ule mzigo, nikafungua ghala nikakuta hamna kitu ghalani. Jamaa wamekuja usiku, wametia masemitrela, wameondoka na mzigo wote. Anasema brother, nimechanganyikiwa. Pension yote nimetumbukiza shambani. Zaidi ya magunia 200 yameingia ndani ya nyumba na jamaa wameponda yote. Nikamwambia umekosa nini?
Waweza kuwa na bidii kubwa, ukaanzisha biashara ya kuuza hata mandazi, watu wakanunua mara ya kwanza, mara ya pili, lakini kama una kibali utashangaa hela zote umeziangusha barabarani. Umekosa kibali, vibaka wakaja wakakuibia. Sio kwamba utakuwa na bidii, itatokea matokeo, lakini hakuna kitakachoonekana. Unamaliza kuuza mandazi unapigwa na nyoka. Roho ya kukosa kibali. Na mtu unamuona. Aina ya pili au jambo la pili ni mtu ambaye anakataliwa. Akianza kuongea watu waambia wewe kaa kimya. Ni mtu mnyonge kwa sababu hakuna anayemkubali. Kila anapoenda anakataliwa. Toka akiwa tumboni babake mwenyewe alimkataa wengine. Baba akasema, huyu sio mtoto wangu. Mbona mke wangu kama sio? Mbona tufanani na watoto wengine? Bwana Yesu asifiwe. Toka mdogo amefanya nini? Wengine hata akiwa wakubwa unashangaa amekataliwa. Akienda darasani anakataliwa. Akienda kufanya kazi anakataliwa. Interview ikitokea amefaulu vizuri wanakata jina pale juu yake. Roho ya kukosa kibali. Lakini jambo la tatu ni mtu ambaye anafanya kazi kwa bidii lakini milango haifunguki. Unajua, unapoanza kuuza mandazi, tunategemea baada ya miezi 6 hivi ufungue mgahawa basi. Unapoanza kuuza mandazi, tunategemea baada ya miezi 6 uanze kufanya vitu vingine vya maana, mwaka mmoja uanze kufanya mambo makubwa. Lakini tunakushangaa mwaka wa kwanza mandazi, mwaka wa pili mandazi, mwaka wa tatu mandazi, mwaka wa 4 uko vile vile, hamna milango iliyofunguka. Ulipata kazi moja, kila siku kazi yako ni hiyo, mshahara huo, mwaka wa kwanza, mwaka wa 5, mwaka wa 6, hamna kinachoendelea. Ulifungua biashara moja, biashara ni hiyo hiyo, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, wa 3, wa 4, wa 5. Maana yake kuna roho imekamata kibali chako. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona una dalili hizo 3, maana yake umekosa roho inaitwa nini? Kibali. Agari unamjua Agari? Agari alikuwa ni mtoto mke alikuwa mjakazi wa Abraham na akazaa mtoto na Abraham. Alipambana sana yule dada akupata kibali mpaka akataka kufa. Watu wengi wanakosa kibali, wanataka kujiua. Ukisikia mtu anajiua, ukisikia mtu anataka kunywa vidonge, amekosa kibali. Kwa sababu anaona anapambana, sio kama tofauti, anaona mwenzake anakwenda vizuri. Yeye akigusa chochote kinakuwa lazima kitakuwa na uzito tu. Lazima akifanya lolote lazima litakuwa na kitukio. Ni mtu wa matukio. Inaitwa roho ya kukosa kibali. Leo katika jina la Yesu naona kila roho ya kukosa kibali maishani mwako kifutika kwa jina la Yesu. Unaposema amen asubuhi leo, nguvu ya Mungu inashuka na kuondoa roho ya kimavi kwa jina la Yesu. Utakaoenda kufanya kuanzia leo litafanikiwa katika jina la Yesu. Milango ambayo imefungwa Mungu anaenda kuifungua katika jina la Yesu. Kila vita vilivyoinuka kinyume chako Bwana anaenda kuvasambaratisha katika jina la Yesu. Na adui aliyopambana na wewe Mungu anaenda kufanya marafiki zako katika jina la Yesu. Na neema ya Mungu inaenda kuinua kwenda kiwango kingine katika jina la Yesu. Kwa sababu Bwana amekusudia kukupa kibali, ndio maana ameleta neno kwa ajili yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sifa za mtu ambaye ana kibali. Ukimwona tu unajua huyu ni mtu ambaye Mungu amempa kibali. Ni mtu ambaye anapoanza kufanya jambo lolote milango inafunguka. Akianza biashara mandazi, anashangaa watu wanamuita, wewe unapika mandazi mazuri, wewe unatuletea na oda na huko. Wewe unatuletea na oda na huko. Ana kibali. Watu wanapiga foleni kwenda kutafuta amletee biashara yake. Milango isiyokuwa ya kawaida inafunguka katika maisha. Kitabu cha Esther sura ya 5 mstari wa 2. Tunamwona Esther alikuwa amekosa nafasi kwa mfalme, lakini Biblia inatuambia Mungu akampa kibali Esther mbele ya mfalme Ahasuerus. Na mfalme anakwambia, yani Esther ni mwanamke wewe, anamwambia naweza kukupa mpaka nusu ya nini? Milango isiyokuwa ya kawaida, njia zisizokuwa za kawaida, mipenyo isiyokuwa ya kawaida inafunguka. Mtu mwenye kibali. Tofauti ya tajiri na maskini sehemu kubwa, naomba nikwambie, ni kosa kibali. Ukiona tu mtu anakwenda bio, ujue ni kama umepata kibali. Kibali ni kitu cha tofauti sana. Na ndio maana watu tunasema atugombane na wanadamu, kwa sababu anayekupa kibali ni mwanadamu. Asikudanganye mtu, usije kugombana na watu. Jifunze kutogombana na mtu yote katika maisha yako. Hata kama ni shetani kabisa unaona anabudu kwenye masanamu, usigombane naye.
anaweza kutumia masanamu kufanya nini? Kubariki. Mungu anaweza kutumia mganga wa kienyeji akakubariki. Wote ni watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa katika maisha yako kuwa mtu ambaye una amani na watu wote. Kama kuna sababu basi iwe kwa ajili ya Mungu. Ndio maana tunasema Baba na amuru wale ambao wananitakia mabaya kufa, hatuwaui wale watu, tunaua ile roho inayofanya kazi ndani yao. Hatugombani na mtu. Hatuna ugomvi na mwanadamu yoyote. Usipambane na mtu yote bila sababu, kwa sababu ndio huyo ambaye atakusaidia siku moja. Kwa sababu Mungu njia zake sio za wanadamu. Namna Mungu anapofanya kazi sio kama mwanadamu. Tafuta amani na watu wote. Na huo utakatifu ambao pasipo huo hakuna atakayemwona nani? Bwana Yesu asifiwe. Lakini la pili, mtu ambaye ana kibali, maadui zake Mungu anawabadilisha kuwa ndio washikaji zake. Maana yake nini? Ukiwa na kibali kwenye jambo lolote, watu ambao unataka kupambana nao, Mungu anabadilisha mioyo yao. Wanageuka kukusaidia tena wao. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 39 mstari ule wa 4, tunamwona Yusufu akiwa mbele ya Potifa ambaye alikuwa adui yake, lakini Mungu akampa kibali Yusufu kwa Potifa, mtu ambaye alitakiwa mkandamize, alitakiwa muumize. Mungu akampa kibali. Potifa akamwambia, sikiliza bwana, akaunti yangu ya benki hii hapa, familia yangu hii hapa, pesa zangu zote ziko hapa, wewe ndio utakuwa na manage pesa zote. Potifa akawa ndio mtumishi wa Yusufu kwa sababu alimpa uwezo wote. Ndio maana mke wake akawa anamtamani Yusufu, kwa sababu anajua akimpata Yusufu atakula mali za bwana wake. Sio tu alimtamani kwa namna ya kimwili, kuna mambo mengi Yusufu alikuwa amepata kibali cha kushika mali zote za Potifa. Kwa wivu ukamwingia, akatamani akimpata Yusufu amemaliza, atakuwa na wanaume wawili wote wanao control. Mungu alibadilisha Potifa kuwa rafiki wa Daudi. Kwa nimekwambia mtu mwenye baraka, la kwanza, milango ya baraka isiyokuwa ya kawaida inafunguka kwake. Mambo ambayo mwanadamu mwingine anachukua miaka 30 kuyafanya, yeye anafanya kwa muda mfupi. Haleluya. La pili, Mungu anabadilisha maadui zake kuwa rafiki. La tatu, Mungu anamletea baraka za haraka. Kitabu cha Baba Nyakati wa kwanza sura ya 4 mstari wa 9 na wa 10, tunamwona mtu mmoja anaitwa Jabez. Hapa tusome utanielewa. Baba Nyakati wa kwanza sura ya 9 na 10 nasema, naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko ndugu zake. Mama yake akamwita jina lake Yabesi, akasema ni kwa sababu alimzaa kwa huzuni. Kwa mtu alizaliwa anaitwa jina gani? Huzuni. Wewe unaitwa jina gani? Bwana Yesu asifiwe. Unajua jina lako? Unajua maana ya jina lako? Hili nilipewa jina la baba. Unamjua babu yako wewe? Hili nilipewa kwa ajili ya mtu fulani. Tafuta maana ya jina lako. Ndio maana vile tunakataa majina wakati mwingine jina la ovyo. Kwa Yabesi akaitwa jina lake huzuni. Sikiza alipofuata baada ya mstari wa chini. Mstari wa 10. Anasema huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli. Akamlingana nani? Mungu wa Israeli. Kumlingana maana yake leo asubuhi nilipokuja hapa, natamani leo usiondoke. Mwambie Mungu, nimegundua mimi na kimavi. Nahitaji kupitia ibada nisitoke hivi nilipokuja. Bwana, naomba nisaidie. Anasema akamlingana Mungu wa Israeli. Anasema angalau ungenibariki. Baraka maana yake nakuondolea kimavi. Anasema na kuongeza uzi yangu na mkononi mwako na uzuni na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda kusiwe na huzuni kwangu. Biblia inasema naye Mungu akamjalia aliyoomba. Naona Mungu akujalie unaomba leo katika jina la Yesu. Chochote ambacho moyo wako unakihitaji, Mungu anaenda kuachilia katika maisha yako katika jina. Ile neema iliyokuwa ndani ya Yabesi inaenda kutokea katika jina la Yesu. Roho yoyote ya kimavi ndani yako leo tunaifuta kwa damu ya Yesu. Na Mungu anaenda kukupa kibali. Wote hapa tutakuwa na kibali katika jina la Yesu. Mungu ni tajiri na ana uwezo wa kukupa tajiri katika jina la Yesu. Haleluya. Mungu atabariki maisha yako. Atabariki
kazi yako, na kila unachokifanya kinaenda kufanikiwa kuanzia sasa katika jina la Yesu. Sema, mimi ni mbegu iliyo hai. Popote napoenda ninafanikiwa. Chochote ninachofanya ninafanikiwa. Inua mikono yako, sema, Baba, katika jina la Yesu, hii mikono Bwana, ninaomba neema, naomba kibali. Baba, isafishe kuanzia leo. Kimavi chochote katika mikono hii futika kwa damu ya Yesu. Naomba neema Bwana, kila nalofanya likafanikiwe kuanzia leo katika jina la Yesu. Amen. Hebu tuangalie kidogo mtu anaitwa Yusufu kuhusiana na roho ya kibali, na tutakuwa tunapitia kidogo kitabu cha Mwanzo ile sura ya 37 kuanzia sura ya 37. Kibali kinaanzia kubarikiwa na wazazi wako. Nisikize kwa makini. Mwanzo 37 mstari wa 3. Kibali kinaanzia na kubarikiwa na wazazi wako. Sasa mimi sina wazazi, inakuaje? Una wazazi wa kiroho. Una wazazi ambao Mungu hata kama aliwachukua, Mungu wako ndio baba yako, maana ni baba yatima. Sio kopi. Sasa kama yuko mmoja, nitaka kae naye vizuri. Nitafutie hata zawadi. Mwambie mama, sikiliza. Hii inachukua mkate umekuja roho. Nangu Mungu karibu. Naomba nibariki. Yusufu alibarikiwa kwanza na baba yake. Asikudanganye mtu. Kama una laana ya baba au mama, hata upambane vipi dunia hii, sawa. Hatuwezi kuondolea kibali. Yaani ukikosa kibali kwa wazazi wako, hakuna maombi. Na nikisema na kuanzia leo utapata baraka, sawa. Kaa vizuri na wazazi. Kama uligombana naye, mwambie msamaha, muombe samaha. Lakini nisikilize, kama umeomba msamaha na bado akaendelea kushikilia, basi tunaye baba mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usiende kuomba msamaha kama ulimkosea. Nisamehe tu. Huo ni uume. Amua kunyenyekea. Patana vizuri na wazazi wako. Hiyo ni hatua ya kwanza ya msingi sana. Ninaona kuanzia leo wazazi wako kubariki kwa jina la Yesu. Yule uliyegombana naye, Mungu anaenda kumwachia neema kwa jina la Yesu. Haleluya. Lakini ukishatoka hapo, umebarikiwa na wazazi. Kwa cha kwanza lazima uweke msingi vizuri. Usije kufanya makosa. Mambo ya baraka yanaendana na wazazi pia. Mimi kuna wakati naweza kwenda kwa mama yangu, bado baba alishatangulia. Naambia mama, niwekee tu mkono. Huko mjini na kwenda huko, sijui kuna nini. Mwanangu, basi niko vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu na baraka nani? Mzazi. Hiyo la kwanza. La pili, Mungu anakupa kibali kwenye kazi unayofanya. Kama ni mwajiriwa, Mungu anakupa kibali kwa bosi naye. Kama ni mkulima, Mungu anakupa kibali kwenye ardhi unaenda kulima. Kama ni mfanyakazi, Mungu anakupa kibali kwa wale ambao wanakusimamia. Kama ni mwanafunzi, Mungu anakupa kibali kwa walimu. Ukikosa kibali, maisha ni magumu. Kitabu cha Mwanzo sura 39 mstari 39 mstari wa 4. Biblia inasema Yusufu akapata kibali kwa Potifa. Mungu akupe kibali kule unakofanyia kazi katika jina la Yesu. Mungu akupe kibali kule shamba unalolima katika jina la Yesu. Mungu akupe kibali kwenye kazi za mikono yako katika jina la Yesu. Lakini kitabu cha Mwanzo 39 mstari wa 21, Biblia inasema kwamba wakati wa Yusufu alikuwa amekamatwa, amefungwa gerezani kwa sababu ya kosa la ubakaji ambalo kulitenda. Na alipokuwa kule gerezani ndani amefungwa kwa kosa la ubakaji ambao kulitenda, badala ya kulia Yusufu akulia. Mtu ambaye ana kibali alalamiki. Kuanzia leo usikubali roho ya mabadiliko. Unajua biashara hii, usipende kuelezea. Wewe sio mwanasiasa. Penda kuchukua na kumwamini Mungu katika mambo makubwa kulingana na kile unachofanya. Yusufu alitulia. Biblia inasema Mungu akampa Yusufu kibali kwa nani? Mkuu wa gereza. Kibali. Ninaona Mungu akupa kibali kwa unayaji wako katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa sababu Mungu, lakini mwishoni tunaona katika kitabu cha Mwanzo sura 41 mstari wa 39 na 40.
Mungu akampa kibali Yusufu kwa mtu anaitwa Farao. Watu mara nyingi wakipata uteuzi katika nchi au vyeo vikubwa, huwa nawaambia hivi, kuna kitu kinaitwa appointment, uteuliwa. Umeona kwenye magazeti ameteuliwa. Alafu kuna kitu kinaitwa anointment, kutiwa mafuta, ni kibali. Unaweza kuteuliwa leo kwenye ofisi au kwenye kazi fulani, au ukapata na kibarua, ukapata ajira, lakini kwa sababu huna kibali watakufukuza baada ya siku mbili. Kwa kama kuna jambo unatakiwa uliombe, sio kuteuliwa, unatakiwa uombe kibali. Ukishapata kibali, mengine yote yatakwenda katika jina la Yesu. Sema, kibali kinanifuata mimi katika jina la Yesu. Wema na fadhili za Bwana, roho ya kibali inafuatia maisha yangu kuanzia sasa na hata milele katika jina la Yesu. Mimi si wa laana, mimi ni wa kibali. Mimi si wa chini, mimi ni wa juu. Mimi si wa nyuma, mimi ni wa mbele katika jina la Yesu. Ninatabiri juu ya maisha yangu kwamba huyu Sako unayemwona leo sio mtu wa kawaida. Atakuwa tajiri sana, atakuwa na mafanikio makubwa. Taja jina lako, sema huyu Sako unayemwona leo, taja jina lako. Ninamwona akiinuka juu, akifanikiwa sana. Kizazi chake kitakuwa kimefanikiwa katika jina la Yesu, maana ni mtu aliyebarikiwa na Bwana. Sema, neema ya kubarikiwa na Bwana ingia kwenye maisha yangu sasa na hata milele katika jina la Yesu. Haleluya. Mtu mwingine ambaye tunamalizia kuhusu kibali ni mtu ambaye tumemsoma kitabu cha Mwanzo cha Nyakati wa kwanza sura ya 4 mstari wa 9 na wa 10. Ni mtu anaitwa Yabesi. Ni mtu anaitwa Yabesi ambaye tumesoma kwa umakini kwamba alikuwa jina lake maana yake maumivu, jina lake maana yake mateso. Ndio wazazi wanawapa watoto majina kwa sababu anachopitia. Sema, kuanzia leo katika jina la Yesu, jina langu naitwa kibali. Ninafuta maana yoyote ya jina langu katika ulimwengu wa roho. Kuanzia leo kwa damu ya Yesu ninatamka jina la Sako. Taja jina lako. Jina la Sako linaitwa kibali. Kibali kazini, kibali shambani, kibali mjini, kibali katika shughuli zozote katika jina la Yesu. Na ndivyo itakavyokuwa. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unawezaje kuvutia kibali? Nimekwambia kibali kinatoka kwa nani? Kibali kinatoka kwa nani? Kwa Mungu. Sasa kwa nini huyu hapa ana kibali? Huyu ana kibali. Angalia tabia. Kuna tabia 4 ambazo zinamfanya mtu awe na kibali. Usipokuwa nazo, naomba nikwambie, hata nikuombee, nikakutemea na mate mdomoni, nikakutia na mafuta, napoteza muda. Tabia 4 za mtu ambaye ana kibali. Kwa lazima kama huna, baada ya maombiano nimekutamkia na umetamka mwenyewe utabiri juu ya maisha yako, chukua hatua kubadilika tabia yako, uwe na tabia hizo. Kitabu cha Luka sura ya 1 mstari wa 30, tunakutana na mtu ambaye alibarikiwa kuliko wanawake wote duniani. Mtu ambaye amekuwa ni historia kokote alikotajwa Yesu naye yupo. Anaitwa bikira. Alikuwa sasa hivi sio bikira tena, anaitwa Maria. Alikuwa mwanadamu wa kawaida. Kulikuwa na mabinti wengi wakati huo, lakini Mungu akampa kibali Mariam kuliko wanawake wengine wote. Kwa nini? Kwa sababu ya tabia. Tabia ambayo Biblia inasema ni tabia ya unyenyekevu. Tabia ya unyenyekevu. Mtu ambaye ni mjeuri, mtu ambaye anataka kupambana na watu, Mungu atampiga. Hata nikuombee kibali kwa namna gani, unapoteza muda.
tabia ya kwanza ni nini? Unyenyekevu. Lazima umwambie Mungu, niumbie roho ya unyenyekevu. Ngoja nikwambie, mbegu ya mahindi hata ukiipanda kwenye udongo, kinachofanya mbegu iweze kuota ni mchanga, ni udongo ulioko pale. Ukiwa umechukua mbegu ya mahindi ukapanda kwenye kichanga, itaweza kuota ndio, lakini baada ya siku 3 lazima itakauka kwa sababu imekosa virutubisho. Kinachofanya mbegu ya mahindi iweze kuota ni udongo wenye rutuba ambao unainua mahindi. Maana yangu ni nini? Mungu anaweza kutunaomba kanisani ndio ya kibali, lakini wewe ni mjeuri na unajijua ni mjeuri. Mdomo wako ukiufungua unakuwa kama fyatuka, utazani risasi, unaua chochote kinachokuja mbele yako. Naomba nikwambie, hiyo mbegu tuliyopanda leo asubuhi itakuwa ndio dakika 2 itaondoka. Amua kuwa na moyo unyenyekevu. Hakuna mtu ambaye kufanikiwa. Ngoja nikwambie, ukipambana na watu, ukagombana na watu, ukawa mtu ambaye unafyatuka mdomo wako, sawa, unapata hela, unapata chakula, unapata ugali. Kwani usibadilike tu? Kwani ukiwa mtu ambaye ni mnyenyekevu unakosa nini? Badilisha mtizamo na mwelekeo mzima wa maisha yako, kuwa mtu ambaye ni mnyenyekevu. Na ndio Mungu anaangalia wanyenyekevu hawape heri katika uso wa dunia. Bwana Yesu alikuwa mnyenyekevu hata mauti. Bila unyenyekevu hakuna Ukristo. Bila unyenyekevu hakuna mtu anaweza kupata kibali cha Mungu kwa namna yote. Kama ukinisikia wakati mimi naongea kwenye magoti, Baba, hii roho ya kiburi naomba ishushe ndani yangu. Niumbie moyo unyenyekevu. Niumbie moyo unyenyekevu katika jina la Yesu. Kwa sababu ujeuri haujawahi kumwinua mtu. Mjeuri ni mtu ambaye kama anainuka anaenda kutana ukuta mbele. Hata kama atainuka, hamna kitu. Atashangaa amechanganyikiwa tu. Kuna mmoja alikuwa na mume wake anakaa, mama mjeuri, kiburi kingi. Mwanaume alikuwa mtu pole sana, jamaa mmoja poa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kama mjinga. Siku moja yule mwanamke akachukua, akamepata bwana mmoja huko sijui wapi. Kwa akamjia mume wake akamwambia, bwana, mimi nishakwambia wewe ni fara tu, naondoka zangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa akachukua mabegi yake, jamaa akampangia na nguo, kaondoka. Kaenda kukaa kwa yule mwanamke. Siku anaingia, jioni yake anakuja tena mwanamke mwingine. Asubuhi yake anakuja tena mwanamke mwingine. Kwa ngapi? 3. Hawa ni kina nani? Nasema usinisumbue, nitakupiga makofi. Lakini alipokuwa anakwenda naye alikuwa anajifanya kama mtu mpole, akakutana na mashine yenyewe sasa ya kiburi. Baada ya wiki moja nikaanza vita ndani ya nyumba. Kule nyumbani kwa mume wake anashindwa kurudi. Akaenda nyumbani kwao. Alipofika nyumbani kwao, wazazi wake wakamwambia, bwana, tumesikia na sisi tukupokee, rudi kwa mume wako. Anarudi vipi? Alipompigia mume wake simu, jamaa alimwambia, nimefuta picha yako na maisha yako juu ya maisha yako. Anavyoishi leo anajiuza, sikwambii wapi. Anadanga, baada kudanga, fanya nini? Sijui. Kisa ni nini? Kiburi. Mwenye kiburi siku zote Mungu atamtengenezea mtego tu. Huwezi kuwa na kibali ukiwa na kiburi. Ukiwa mtu mjeuri, mtu ambaye una unyenyekevu, naomba nikwambie, sahau kuhusu kubarikiwa na Mungu. Hata kama utabarikiwa kidogo, utaenda tu hatua mbili, utarudi pale. Kama kuna jambo utakao Mungu akusaidie, Baba, nipe roho ya unyenyekevu. Nisaidie. Hata kama utanibariki kwa kiasi gani, hata kama utaninua kiasi gani, hata kama utanipa vipawa vyote, hata kama biashara yangu itakwenda vipi, naomba nipe moyo wa unyenyekevu. Jambo la pili, uaminifu. Uaminifu. Kitabu cha Daniel sura ya 1 mstari wa 9 inaeleza jinsi ambavyo Mungu alimpa kibali Daniel kwa sababu alikuwa na uaminifu. Ngoja nikwambie ukweli, Bwana sikufichi. Ukikaa na watu wawili, huyu wa kwanza na huyu wa pili, mimi napenda kujaribu watu. Cha kwanza naweza kuzidisha hela makusudi, mtu amekuja, najua hapa hata umpeleke mbinguni, huyu mtu hawezi kufanikiwa. Cha pili, mpe hela, hawezi kurudisha change. Mambo madogo tu. Yaani ukitaka kujua mtu ana moyo wa uaminifu au hana, ujue unaanzia hapo. Ukiona mtu ajao uaminifu kwenye mambo madogo, hata umpe mambo makubwa, huyo mtu ni wa hovyo.
atakupiga tu, ni muda tu. Na mtu ambaye sio mwaminifu, mpendwa katika Bwana, hata tukuombee baraka kiasi gani hapa, sawa, utasikia kwenye redio, utakwenda ndio, lakini muda sio mrefu utanyanyuka. Kwa ili upate kibali, lazima ujenge misingi ya uaminifu, kwa sababu Mungu tunamtumikia ni mwaminifu. Jambo la tatu ni utii. Utii wa neno la Mungu. Leo tunahubiri kuhusu kibali. Mtu ambaye hana utii, hata bwana tunaanzia kuhubiriwa mambo. Mbona nilihubiriwa hata wiki iliyopita? Mbona nimesikia hata kuhusu kibali? Analichukulia kirahisi. Lakini mtu ambaye ana utii, mwenye utii ni mtu ambaye akisikia neno la Mungu anasema leo Mungu ameamua kuongea na mimi kuhusu hili jambo. Bwana nisaidie. Analichukulia kwa umakini, serious. Hana masiara na kitu ambacho Mungu anaongea naye. Kitabu cha Mwanzo sura 22 mstari wa 18. Mungu alimbariki Abraham na kizazi chake chote kwa sababu ya jambo moja, utii. Mungu akiongea na roho yako kupitia madhabahu, hakikisha unaibeba kama kitu cha maana. Na wiki nzima, mfano tumeongea wiki hii, inabidi wiki nzima uendelee kumwomba Mungu kwa ajili ya mambo matatu: unyenyekevu, uaminifu, hata kama ulikuwa unabadilika. Unyenyekevu, uaminifu, utii. Jambo la mwisho, sikiliza kwa makini. Tumesoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 4 mstari wa 9 na wa 10, habari ya mtu anaitwa Jabezi. Jabezi alikuwa mwaminifu. Sikiliza kwa makini. Alikuwa mnyenyekevu, alikuwa anamtii Mungu, lakini bado hakubarikiwa. Kwa kuna mtu huko hapa kanisani leo, yawezekana ni mnyenyekevu kweli, yaani una tatizo kuhusu hilo. Wewe ni mtu ambaye ni mwaminifu sana, wala una tatizo kuhusu hilo. Wewe ni mtu ambaye unautii kanisani, ndio maana unakuja unaandika mpaka notes, Mungu akubariki, unasikiliza kwa makini, lakini bado hujabarikiwa. Inabidi uende kwenye kitu cha kufanya Jabezi. Nenda mstari wa 10. Anasema Jabezi akamlingana Bwana Mungu wa Israeli. Akasema, Bwana, naomba unibariki. Akasema, haitoshi kubariki, nibariki kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi leo natamani kupitia ibada hii mwambie Bwana, nibariki kweli kweli katika jina la Yesu. Nibariki katika kila jambo kwa jina la Yesu. Ninaomba neema ya kubarikiwa kuanzia leo katika jina la Yesu. Tunapoenda kuinuka, naomba kwa Mungu. Chukua dakika chache pale ulipo.